Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena mpendwa msikilizaji na mtazamaji katika kipindi hiki cha Nifahamishe, ikiwa leo ni sehemu ya 4 tukiangazia ni nini kilichofanyika Yesu akiwa msalabani, ama wakati anasulubishwa nini ambacho kilifanyika. Katika sehemu ya 3 tulitazama mambo yaliyotendeka kabla ya Yesu kusulubiwa, lakini sehemu ya 4 tunaangalia yale yaliyofanyika Yesu akisulubiwa. Karibu sana, mchungaji wako Anthony Rioba wa kanisa la Pefa Customs Hispania, tukiwa tukileta kipindi hiki katika radio yetu ya CTR na pia katika YouTube Pefa Church Customs. Ukiingia pale katika channel hiyo utatupata. Mungu wa mbinguni akubariki wakati unajiunga nasi. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mpendwa mtazamaji. Wakati nalinena neno lako, naomba Bwana katie nguvu zako kwa neno hili. Roho Mtakatifu mwenyewe ukahusike kuguza maisha ya mpendwa na kumsaidia ili aweze kukuishia, aweze kufanyika wa maana na faida katika ufalme, wala si mwanadamu. Na kushukuru kwa sababu umesikia ombi letu na umetenda kwa jina la Yesu. Amen. Karibu sana. Nazungumzia nini kilifanyika wakati Yesu anasulubiwa. Neno la kwanza, ama niseme la 10, ama la kwanza wakati Yesu anasulubiwa. Yesu ameanza kusulubishwa saa 3 asubuhi. Saa 3 asubuhi. Na Biblia inasema katika kitabu cha Marko pale 15:25. Basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Unaona, Kiswahili kina upungufu, kinazungumza nao wakamsulubisha. Yani wakaanza process ya kumsulubisha. Maana kusulubishwa kwa Yesu Kristo kunaisha wakati ameteremshwa msalabani. Lakini sasa akiwa anawekwa pale msalabani, kusulubisha ni kuanzia waanze kumweka msalabani mpaka wakati anateremshwa. Hayo ndio tunataka tuangalie nini kilifanyika pale msalabani tangu aanze kumweka na mpaka wamalize. Na kuna mambo 10 ambayo tunaangalia siku ya leo katika sehemu hii ya 4 yaliyofanyika. Sasa Biblia Kiswahili inasema basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Lakini la ajabu, ukiangalia Biblia ya Kiingereza Message Bible, bila sema they nailed him up at 9 o'clock in the morning. They nailed him. Kwa hivyo maana ya hii Kiswahili wakamsulubisha inamaanisha wakampigilia misumari. Jambo la kwanza, walimpigilia Yesu misumari msalabani. Saa 3 asubuhi wakawa na mgonga ile misumari. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Bwana imagine Yesu anapigiliwa misumari kwa miguu kwa msalaba. Ukumbuke kwa msalaba ni kama alama ya kuongeza, lakini miguu inapigiliwa kwa misumari, alafu na mikono. Nataka uone jambo hilo. La kwanza la kupiga misumari kwa miguu na mikono sio kazi rahisi. Ni kitu kigumu sana. Uzito ama uchungu wa msumari kwa mwili wa mtu. Wewe ukidungwa tu na mwiba inakuwa ni shida, lakini Yesu sio mwiba anayedungwa nao, anagongelewa msumari kwa miguu na kwa mikono. Mpendo wa Mungu, ninakusihi kwa jina la Yesu uweze kuona gharama ambayo Yesu aliilipa kwa ajili yako. Hii yote ni kwa ajili ya sisi watenda dhambi. Bwana akalipa kwa kusikia uchungu ili tuweze kupata nafasi ya kusamehewa, tuweze kupata nafasi ya kuomba msamaha. Kwa hivyo mpendwa, chukua nafasi hii na uweze kusamehewa na Yesu Kristo. Uchungu huo ulikuwa mwingi sana. Na ukumbuke kama Yesu ampigiwa msumari kwa miguu na kwa mikono, na ukumbuke uzito wa mtu uko wapi, kuanzia kwa kifua kuja katikati humu. Hapo hakuna kitu ambacho kimeshikilia hakuna kitu ambacho kimeshikilia kifua, hakuna kitu ambacho kimeshikilia miguu, yani miguu mapaja yake huku juu, kiunoni humu hakuna kitu kimeshikilia. Afadhali hata angefungwa na kamba kiunoni, lakini hakufungwa na kamba. Kumaanisha miguu ama ule msumari ndio umebeba uzito wote wa mwili.
mateso ya aina gani. Lakini haya yote ni kwa ajili yako na mimi tuweze kuokolewa. Mungu aliye juu aone unahitaji wokovu na akaachie wokovu huo kwa maisha yako. Jambo la pili, Marko hiyo 15 mstari wa 26, na palikuwa na anwani 27, na pamoja naye walisulubishwa wanyang'anyi wawili, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Mstari wa 26 pale, na palikuwa na anwani ya mashtaka yake iliyoandikwa juu, mfalme wa Yahudi. Yani baada ya kumpigilia misumari, kila ambacho kilifuata waliweka anwani, waliandika accusation, mashtaka yake. Unajua mtu ambaye umeshtaki ni nani? Eti mfalme wa Wayahudi. Yani kosa alilolifanya ni kujiita mfalme wa Wayahudi. Sasa anashtakiwa kwa hilo kosa, eti amesema yeye ni mfalme wa Wayahudi. Lakini haikuwa hilo kosa, ilikuwa tu ni njia amewekwa pale kumtesa, kwa sababu walitafuta sheria ama jambo ambalo wangemtesa nalo likakosa. So wakasema amemdhihaki Mungu, amejiita mfalme wa Wayahudi, ndio maana wamemshtaki. Lakini ukweli Yesu ni kujitolea, alijitolea ili afe kwa ajili yetu, kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Sehemu ya tatu, mlango wa 32, 29 alafu na 32, nisome pale. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa wakisema, wewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga katika siku 3, jiponye nafsi yako, ushuke msalabani. Kadhalika wakuu wa makuhani wakamdhihaki wao kwa wao pamoja na waandishi wakisema, aliponya wengine, hawezi kujiponya mwenyewe? Kristo mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani, tupate kuona na kuamini. Hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamfinyolea. Unaona? Sasa jambo la tatu lililofanyika Yesu akisulubiwa ni kudhihakiwa. Alidhihakiwa sana. Waliopita njiani walimdhihaki, wakuu wa makuhani walimdhihaki na makuhani wenzao, alafu pia waliwekwa msalabani wakamdhihaki. Wameshampigilia misumari, washaweka anwani pale, yeyote aliyekuwa anapita sasa njiani wakimwona amewekwa msalabani wanafionza, wanamdhihaki. Yani Yesu akachukua aibu zetu, akachukua dhihaka zetu, akachukua kudharauliwa kwetu. Pale kwa maandalizi tuliona haya, lakini pia hata akiwa msalabani anadharauliwa, bado Yesu anaendelea kubeba dharau, bado Yesu anaendelea kubeba kupuuziwa. Maana alipuuziwa, alionekana kama hafai, alionekana kama si kitu. Hata wapita njia, just imagine, hata wapita njia wanadharau. Unajua ni kama siku hizi ukiwa na gari mtu anakuomba lift, lakini gari lako likiharibika, hata yule mwenye ulikuwa umempea lift anakuambia amechelewa. Anakuacha hapo kwa gari lako liloharibika, amesema amechelewa, na ili hali wewe ndio ulikuwa umempea lift. Yani madharau, unaona? Madharau tu ya watu. Mpendwa, watu wakampatia Yesu madharau ya kila aina. Na hata leo kuna madharau mengi sana. Madharau yapo. Wakristo wamedharauliwa, wameonekana kama watu ambao hawana akili, lakini nashukuru Mungu kwa sababu Yesu alituonyesha, alibeba madharau hayo yote pale msalabani. Ndio maana akadharauliwa ili sisi tuweze kupata heshima. Jambo la 4 ambalo lilifanyika ni kwamba kwamba Yesu alimuonyesha mamae mwanafunzi anayeitwa Yohana. Maana akiwa pale msalabani
akamwangalia jinsi ambavyo alikuwa analia, akamwambia, mama, angalia mwanao. Na akageukia Yohana akamwambia mwana, angalia mama yako. Kumaanisha akampea Yohana aweze kumtunza. Hiyo ni Yohana 19, utaipata pale, utapata hilo jambo pale Yohana 19. Biblia inasema kwamba Yesu akampatia Yohana mamaye ili aweze kumtunza wakati yeye ameenda, hakutaka kumwacha bila kumtunza. Hii inaonyesha kwamba Yesu alijali na watu, alijali mamake, alijali watu. Na hivyo tukiwa watumishi wa Mungu, tukiwa wa Kristo, tunahitaji kuwajali watu. Tunahitaji kuangalia watu na kuona maslahi yao na kuweza kuwachukua kwa umuhimu wao. Ndio maana Yesu anaona mama ni wa muhimu, anamuonyesha sehemu ambayo ama mtu ambaye atamtunza wakati yeye hayupo. Jambo la 5, nafikiri nimeenda kwa haraka sana. Jambo la 5 lililofanyika, ni kupeleke pale Luka 23, ni kuonyeshe pia lililofanyika. Luka 23 lililofanyika pale. Yesu akamwambia, amini nakwambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Anazungumza na nani? Anazungumza na yule, hebu nisome tu kuanzia 40 ndipo unielewe vizuri. Lakini yule wa pili akamjibu akasema, lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humuogopi hata Mungu? Nawe katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kuna mambo mawili ambayo tunajifunza hapo. Ni mengi tu kama 3 ama zaidi, lakini zungumze 3. Number 1, huyu mwizi ama huyu muhalifu alipata nafasi ya kutubu. Ukweli akatubu kutoka ndani, lakini yule mwingine hakupata nafasi alipata nafasi lakini hakutubu. Kwa hivyo unaweza ukawa na nafasi ya kutubu ukakosa kutubu. Jambo lingine ni kwamba watu wanauliza kuhusu wale ambao walisulubiwa msalabani. Je, walienda mbinguni na hawakubatizwa? Ndio maana nasema hivi, ubatizo ni nini? Ubatizo ni kufa na Kristo na kufufuka na Kristo. Kwa hivyo huyu aliyetubu hapa msalabani anakufa na Kristo na anafufuka na Kristo. Inamaanisha amebatizwa. Kwa hivyo kuingia mbinguni ama peponi, wanaingia na Kristo maana amepitia katika ubatizo. Jambo lingine ambalo tunajifunza hapa ni kwamba baada ya kufa watu hawaendi mbinguni. Nilikuwa nafundisha neno hilo katika sehemu ya kwanza na ya pili, nikizungumzia siku za mwisho. Watu hawaendi mbinguni, watu wanaenda peponi. Maana Yesu anamwambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. Sio pamoja nami mbinguni, lakini utakuwa pamoja nami peponi. Kumaanisha kabla ya siku ya kiyama, watu wakifa wanaenda peponi. Ni mahala ambapo watu wazuri wanaenda kusubiria siku ya kiyama. Wale watenda dhambi wanaenda kuzimuni kusubiria siku ya kiyama, lakini wale watakatifu wanaenda peponi kusubiria kiyama. Kwa hivyo ombi la msamaha linakubalika pale juu msalabani. Ninakusihi mpendwa, yule ambaye haujafanya uamuzi kumfuata Yesu, na yule ambaye kwa njia moja au ya pili ulikosea Kristo mahala fulani, ninakusihi yuko tayari kukupokea. Muombe tu msamaha, naye atakusikiliza na hata utaweza kuingia pale mbinguni. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sehemu ya 6. Sehemu ya 6 ni nini kilifanyika pale msalabani. Yesu akiwa msalabani,
ni nini kilifanyika. Jambo ambalo lilifanyika Yesu akiwa msalabani la 6 ni kwamba kulikuwepo na giza kwa masaa 3. Kutoka saa 6 mchana hadi saa 9 mchana. Hilo ndio jambo la 6. Kulikuwepo na giza. Huo ndio wakati ambao ulikuwa mgumu sana. Kulikuwepo na giza kwa sababu Yesu ni mwanga, lakini kwa sababu amebeba dhambi za watu, amebeba dhambi za ulimwengu, kukakuwa giza kwa sababu Yesu alikuwa amekuwa giza. Kumbuka, giza ni dhambi na dhambi ni giza. Sasa wakati Yesu amebeba dhambi, kukakuwa na giza kwa sababu yeye ni mwanga, lakini kwa wakati huo akiwa msalabani akawa amebeba dhambi ya mwanadamu, na kwa sababu alibeba dhambi ya mwanadamu kukawa na giza katika ulimwengu mzima. Kumaanisha ulimwengu mzima umekuwa dhambi, umekuwa matatizo, umekuwa shida. Yesu akabeba hayo yote pale msalabani. So jambo la 6 lililofanyika, kulikuwa na giza kwa masaa 3. Kumbuka Yesu ameanza kusulubiwa saa 3 asubuhi, na pia giza linaondoka saa 9 jioni. Kwa nini? Kwa sababu katika maagizo ya wale Walawi kwenye Biblia inasema kwamba asubuhi Walawi waliingia kwa zamu, wakatoa jivu ili ule moto uendelee kuwaka, na ilipofika pia saa 9 wakaenda pia kutoa jivu ili ule moto uendelee kufanya nini? Kutoka. Na sikiliza mpendwa, ndio moto uendelee kuwaka, ilikuwa Walawi wanaingia ama niseme makuhani wanaingia hekaluni, wanaingia pale katika hema la kukutania kutoa majivu ya ule moto ambao ulikuwa unawaka. Na hivyo ndivyo ilionekana hata wakati Roho Mtakatifu ameshukia wale mitume. Amewashukia saa 3 asubuhi. Wakati tunasoma pale Matendo ya Mitume 3, Biblia inasema kwamba Petro na Yohana wakapanda kwenda hekaluni saa 9 kuomba. Yaani saa 3 na saa 9 ilikuwa ni maswala ya maombi. Ni kama ndio ilikuwa maswala wakati wa kumfikia Mungu karibu. Saa 3 asubuhi na saa 9 jioni. Ndio maana unaona mateso yanaanza saa 3 na giza linaondoka saa 9 jioni. Mungu wa mbinguni akubariki, kwa sababu nafikiri unanifuatilia vizuri na unanielewa nikizungumza haya ninayoyasema. Jambo la 7 ilofanyika pale, nikupeleke wakati mwingine ni vizuri niwe nasoma neno la Mungu, ndio mtu asije akasema ni maneno tu ya wachungaji, maneno tu ya watumishi. Acha tu nisome ili uweze kunielewa. Marko 15 tuanzie mstari wa 32. Kristo mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani tupate kuona na kuamini. Hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamfiolea. 33. Na ilipokuwa saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Unaona, si mambo yangu, ni neno la Bwana. Na saa 9, sasa hili ni la 7. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabakitani. Maana yake, Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa hivyo jambo la 7, Yesu analia Eloi Eloi lama sabakitani. Nimekueleza mpendwa kwamba kulikuwa na giza masaa 3 kutoka saa 6 hadi saa 9, kwa sababu Yesu ni mwanga, lakini akawa amebeba dhambi. Ile dhambi ikaleta giza. Na sasa kwa mara ya kwanza Yesu akawa ametenganishwa na Mungu. Mungu ni mwenye haki na Mungu hapendi dhambi. Biblia inasema kwa sababu Mungu ni mtakatifu, basi iweni watakatifu. Yeye ni mtakatifu na hawezi akajichanganya na dhambi. Wakati mwanae amebeba dhambi ya ulimwengu, walitengana, waliachana. Ndio maana Yesu analia Eloi Eloi lama sabakitani.
Yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa nini Mungu amemwacha? Kwa sababu amebeba dhambi za ulimwengu. Mungu hawezi kuwa na mtu mtenda dhambi. Hawezi kuwa na mtu mtenda dhambi. Na hili huwa linasumbua sana. Huwa linasumbua sana watu. Sikiliza mpendwa. Wengi wakiona miujiza ama unabii wanaanza kusema yule ni mtu wa Mungu eti kwa sababu amesema neno likafanyika. Sikiliza, unabii sio kulingana na mtu akasema jambo likafanyika. Hata mapepo na mashetani wanaweza wakasema jambo na likafanyika. Unaona? Mtu anaweza kuwa mtenda dhambi na alishaachwa na Mungu. Kama Yesu hapa alikuwa ametenda miujiza mingi, lakini akiwa hapa msalabani ameachwa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Kuna manabii walioachwa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Kuna watumishi walioachwa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Na ukijaribu kuelezwa kwamba sikiliza mpendwa, wengine ni nabii wa uongo, unasema hapana, akitabiri linafanyika. Sikiliza, kipimo cha mtu wa Mungu sio miujiza, sio kutabiri na likafanyika. Matunda, tabia za mtu. Kama mtu bado ni mtenda dhambi, hata inue mkono na watu wote kanisani waanguke chini, huyo sio mtu wa Mungu. Usiwahi danganywa na nguvu. Angalia hata Musa wakati ameenda mbele ya Farao, yeye ni mtu wa Mungu, akarusha fimbo ikawa nyoka. Na waganga walifanya nini? Si Farao aliita waganga na wachawi, na wao wakarusha fimbo na zikawa nyoka. Kumaanisha hata wachawi wanafanya miujiza. Usije ukashituliwa na miujiza ukafikiri kila mtu anayefanya muujiza ni mtu wa Mungu. Yawezekana ametenda dhambi na ameachana na Mungu. Yesu hapa msalabani amebeba dhambi na Mungu amemwacha. What about mtu aliyezaliwa na mwanamke? Yesu ni mwana wa Mungu na Mungu anamwacha. What about mwanadamu, mtu wa nyama na damu? Yeye atatenda dhambi, Mungu aendelee kukaa ndani yake? Kuna watu wanaofanya biashara kwa kanisa, walishaachwa na Mungu, lakini wanafanya biashara madhabahuni na watu wanashangilia. Na kueleza mpendo uweze kufahamu kwamba tabia za mtu, matendo ya mtu ndio yanajulisha mtu kama ni mtumishi au si mtumishi. Lakini miujiza sio jambo la kufuata. Miujiza, hata mapepo hufanya miujiza. Unielewe vizuri. Hata mapepo hutoa utabiri. Na sio ni kuonyesha tu, ndio usiseme eti ni maneno yangu tu. Ndio maana tukiongea wengi wanasema wachungaji wanaonea wengine wivu. Hakuna wivu. Ni neno la Mungu tunalichanganua na kukuonyesha ukweli. Matendo ya Mitume 16:16. Ikawa tulipokuwa tukienda mahala pale pa kusali. Hawa ni kina nani? Hawa ni Paulo. Acha nianze 14. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusihi akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatusurutisha Paulo na Sila, akatusurutisha. Sasa mstari wa 16 ndio unasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahala pale kusali. Nani? Paulo na Sila wanaenda kusali. Kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Unaona? Huyu si Mkristo, ana pepo la uaguzi. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Si ni ukweli? Paulo na Sila si walikuwa watumishi wa Mungu aliye juu? Lakini nani anasema? Kijakazi, msichana mwenye pepo la uaguzi. Ana pepo lakini anasema ukweli. Watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Unaona? So yeye ni wa uongo lakini anasema ukweli. Watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Na si ni ukweli? Si Paulo alikuwa anahubiri njia ya wokovu? Lakini je, huyu kijakazi ni wa ukweli? Kijakazi mwenyewe ako kwa njia ya uongo lakini anasema ukweli. Kwa hivyo mtu asije akakutabiria
Ama ukaenda akakuambia miaka 5 iliyopita ulikuwa namna hii, ukafikiri ni mtumishi wa Mungu. Hamna. Hata mapepo ya uaguzi yana uwezo wa kuona miaka 10 iliyopita. Usipime mtumishi na mambo anayoyasema ama mambo ambayo kupitia kwake yanafanyika. Pima mtumishi kwa matunda. Angalia kanisa ambalo analichunga liko namna gani. Angalia tabia zake ziko namna gani. Utajua mtu wa Mungu. Nimekusaidia hapo. Maana Yesu pale msalabani Mungu anamkataa. Ndio maana anasema Eloi Eloi lama sabakitani. Yani Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa nini Mungu alimwacha? Kwa sababu alikuwa amebeba dhambi za ulimwengu. Hata wewe ukibeba dhambi, ukitenda dhambi, Mungu hawezi akakuspare. God does not spare such people. Mungu hawezi akasema eti kwa sababu umetumika siku nyingi Mungu anaachana nawe. Kwa hivyo mpendwa, jitahidi uwe mtakatifu, usimame katika njia iliyo imara, utembee kwa utakatifu ili Mungu asikuache. Jambo la 8 pale msalabani lililofanyika ni hiyo Marko 2:15 mstari wa 36. Tunaendelea Marko 15 pale mstari wa 36. Allow me reach there. Mstari wa 36 bila sema, na mmoja akaenda mbio akajaza sifongo siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnyesha akisema, acheni na tuone kwamba Elia anakuja kumtelemusha. Unajua Yesu aliposema Eloi Eloi lama sabakitani, wale watu walifikiri anamuita Elia. Wacha nirudi pale mstari wa 35. Na baadhi yao walisema pale walisema, tazama anamuita Elia. Aliposema Eloi Eloi lama sabakitani, wakasema anamuita Elia. Sasa na mmoja akaenda mbio akajaza sifongo siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha akisema, acheni na tuone kwamba Elia anakuja kumtelemusha. So jambo la 8 lililofanyika hapa, ananyweshwa sifongo mara ya pili. Kumbuka kabla apandishwe kwa msalaba alinyweshwa na hakutaka kunywa. Sasa tena amekunywa akiwa msalabani. Yani Yesu anarudia, anabeba uchungu wako tena kwa mara ya pili. Anameza uchungu wako. Jua leo adui akikuletea mateso, mwambie Yesu alishameza akiwa pale msalabani. Yesu alishaweka ndani yake, alimeza huo uchungu wakati ameletewa ile sifongo mara ya pili. Akameza ili ameze uchungu wako. Leta matatizo yako kwa Yesu Kristo, ayameze. Usiendelee kuteseka, ili hali Yesu yupo na ameshakubali kumeza hayo matatizo. Wacha Kristo aliye juu ameze kwa jina la Yesu Kristo, na kuombea sasa ufunguke, matatizo yako ya kuachie, yale yaliyoletwa na nguvu za giza, hayo mapepo ya kuachie, maana Yesu alishameza. Nasema matatizo ondoka kwa msikilizaji, ondoka kwa mtazamaji, maana Bwana alishabeba hayo matatizo yote, alishakunywa hayo matatizo yote. Kwa jina la Yesu Kristo, toka ndani yake, Bwana ameyakunywa. Jambo la 9, nikwambia kuna mambo 10 ambayo tutaangalia. Jambo la 9 lililofanyika pale msalabani, Yesu anatangaza. Turudi pale Yohana 19. Yesu anatangaza kwa mstari wa 30. Anasema basi ya Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Unaona? Baada ya kuipokea siki, Yesu akasema imekwisha. Nguvu za dhambi zimeisha. Dhambi haina nguvu tena mbele ya Yesu Kristo. Kama umetenda dhambi, ukikuja mbele ya Yesu, ile dhambi inatolewa nguvu, unabaki huru. Kama uko na laana zinazokufuatilia kwenu, kwa sababu ya Yesu Kristo akasema imekwisha, anaondoa ile laana na wewe unapata baraka.
anakutoa kwa uzao wa kwenu, anakuleta kwa uzao wa Ibrahimu. Inamaanisha laana haina uwezo wote, maana Yesu ametangaza imekwisha. Kama ni magonjwa, Biblia inasema kwamba sitawapiga na magonjwa niliyowapiga wa Misri nayo. Yale magonjwa ambayo yamekutesa, Yesu amesema imekwisha. Kubaliana mpendwa, maana ukweli magonjwa haya yameisha. Yesu mwenyewe akutetee, akuponye kwa jina la Yesu. Usiendelee kuteseka, maana Biblia imesema yote yameisha. Adui anatega watu, tega watoto wa watumishi, tega watoto wa watu. Adui analitega kanisa, lakini tusimame imara, tutangaze yote yamekwisha. Na kwa sababu yote yameisha, tuna uhuru, tuna neema, tuna nguvu ya kutembea, ya kutumika, ya kufanya kazi ya Bwana, maana yote yamekwisha. Yote yameisha mpendwa. Ni nini kinachokusumbua? Ni lipi lile ambalo linasababisha hulali? Wengine hata ni ndoto mbaya usiku wanateseka, wengine wanageuka kitandani, wengine wanajikuna usiku, na kutangazia kwa jina la Yesu. Yesu alisema yameisha. Kwa hivyo hayo yanayokusababisha hata hulali kwa amani, yaishe kwa jina la Yesu. Pokea amani ya Yesu Kristo. Pokea amani ya Yesu Kristo. Pokea tena amani ya Yesu Kristo, maana yeye ameleta amani. Biblia inasema, ama niseme mstari huo wa mwisho, baada ya kusema yote imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Pale msalabani, baada ya kusema yamekwisha, Yesu anakufa, roho yake inakatika. Na huo ndio mwisho wa yale yaliyotendeka pale msalabani. Yesu anakufa kwa ajili yangu, Yesu anakufa kwa ajili yako. Mungu akupe neema ya kuona ukweli na uhalisia wa neno hili, ili uweze kubadilika, uweze kutembea katika njia ambayo ni utakatifu. Wale wapendwa ambao tulishamkubali Kristo, tusirudi nyuma tena, lakini tusimame katika ukweli na tuweze kuendelea kutumika. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Nasema asante, maana Bwana, msikilizaji na mtazamaji wamekuwepo kuangalia yale yalitendeka pale msalabani. Nami ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo, ukawe wa baraka. Wewe mwenye enzi, msaidie msikilizaji wangu akaweze kubadilika, mtoe kwa matatizo na mateso, maana neno limesema yote yamekwisha na ukweli yameisha. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea msaada wa Bwana. Asante mfalme wa milele, maana umefanya hivyo, ni kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji Anthony Rioba, Pefa Church Custom, kanisa la Customs Isibania, kanisa la Pefa. Simu yangu ni nambari ya simu yangu ni 07204772 620 0720477620. Mchungaji Anthony Rioba, Pefa Customs Isibania. Mungu wa mbinguni akubariki mpaka tena tutakapojiunga kwa sehemu ya 5 tukiendelea na somo hili. Nimefanya leo yaliyofanyika ama yaliyotendeka wakati Yesu anasulubiwa. Katika somo la 5 nitakuwa nazungumzia ni nini kilifanyika baada ya kusulubiwa ama kabla ya kufufuka. Unajua, baada ya kusulubiwa Yesu ameingia pale. Baada ya kusulubiwa, kabla afufuke, nini kilifanyika? Pia nitakuwa nazungumzia nini kinafanyika baada ya Yesu kufufuka. Mungu wa mbinguni akubariki sana wakati tunafurahia msimu huu wa Pasaka. Amen.